Unajua, lakini baadhi ya watu shemeji umependeza sana. Kweli. Kweli umependeza shemeji? Ya, umependeza sana shemeji. Hata wewe pia umpendeza, umewaka wewe. Ninashukuru sana shemeji kwa Shoga yangu. Maana unataka kuchukua kile kipapo. Leo na siku ya 3. Mpaka leo hujaniletea tala yangu. Maana mwenyewe ulijifanya sijui umepata shalobalo, sijui. Usinikojeze kama hivi. Niache niongee. Shoga yangu nataka hela yangu. Upo? Nataka hela yangu. Yaani nataka hela yangu kabisa. Maana tangu ulipokuja ile siku ile juzi umekuja umeniambia nipe kipako hela yako na kuletea jioni sijakuona mpaka saa hizi. Kwanza cheki ulivyong'aa. Umeng'aa. Ulikuwa hivyo wewe? Ulikuwa hivyo wewe? Umeng'aa kwa ajili ya kipako changu ili umdatishe wewe shalobalo wako unaambia. Ni pesa sana. Upo? Mchezo pesa nilishakwambia. Mimi sitoi bure vitu vyangu. Dada. Upo? Kwa nini tatizo nini? Naomba utulie. Tatizo lipi? Namdai. Huyu mimi namdai hela. Mbona siwezi? Namdai hela yangu. Unamdai shilingi ngapi? Namdai hela nyingi. Hela nyingi tunamdai. Lakini ukinipa hela yoyote ile kuanzia buku na kuendelea isishuke hapo. Ila namdai hela nyingi sana huyu. Shika. Hapa sasa. Ujitahidi nyingine ulete sawa? La wewe kwa naye bangu mtu. Huyu mtu mshari. Haribu na yeye mjaribu kutengeneza mtoto afike tengeneza hapo. Yaani hakikisha unampata usimwache. Shalobalo hatari. Shemeji vipi? Hiyo si tabia za Kiswahili hizi. Kwa nini unafanya vitu vya kijinga namna hii shem? Shemeji. Like seriously? Unafanya vitu kama hivi? Sijui upoje. Sasa ndo nini sasa? Mwana mwenyewe si ndo huyu sasa. Jikosi limwambia nitamfuata nyumbani. Kashani alija hapo. Nimwambia baadaye nakuja, kashanifuata hapa. Sijui upoje huyu. Asa mpenzi wangu. Nimekaa kwako siku ya 4 leo. Ndio. Ukitaka nirudi kwako tena nije kulala. Unaona sikukuu hiyo inakaribia. Najua. Nadhani wewe unajua. Mimi naelewa. Mimi nataka pashmina. Bila pashmina mimi kwako siji tena na utakuja kuniona tena. Hamna ndago. Hapo kwa dadangu naenda kupata lawama. Toka siku ile aliponigombeza sijarudi, ndo narudi leo. Mimi nitajuaje dadangu nitafanyaje? Asikile dadako mkuda kwenda. Mimi mwenyewe yule na sasa naye sana. Ndio maana nimuonaga na nyima amani kabisa. Kama vipi mimi nitakupigia simu utakuja kufuata au kama vipi nitakuletea. Yaani hivyo vipindi lazima nikupatie. Basi sawa. Hapo kwenye nini naishi hapa? Sinaje mtani kwao hapo mmoja au sitako tena au sio? Afadhali nimekuona. Wewe simama wewe nitakukamata wewe. Kapeo kapu za udoro. Ama zako yaani na wewe tangu umeondoka nakwambia siku zote ndo narudi wewe unapata nyumbani. Yaani wewe mtoto mpumbavu sana. Mtoto una akili kabisa. Yaani mimi nahangaika kwa ajili yenu na haso kabisa, maisha yangu yenyewe magumu kila mtu anayajua. Yaani una taibu. Tangu
tangu ile siku nilokufumania hapa na yule bwana wako. Umeondoka acha kusema uje kuniomba msamaha. Una hata muda huo. Yaani hata haya uoni mtoto wewe. Uwazi kuhusu masuala ya shule, uwazi maisha yako wenyewe na kuaje una muda na kazi ya kuhangaika tu mimi kukupambania ni nyinyi. Lakini wenyewe hata huruma hajionei. Muangalie kwanza sura yake ilivyokuwa. Baada ya kuja kuniomba msamaha mwenzangu unaendelea kuzurura mtaani tu kuswampa. Kwa bwana gani pale? Kabisa unaona yule mtu wa maana, uone kama anakuharibia maisha yako. Na maisha magumu, una kazi ya kuhangaika, nauza bongo mimi, napambana na watu huko vilabuni, nahangaika. Mwenzio huyu majanga yangu yote anayajua. Sasa kwa taarifa yako tu nikupe habari kwa ufupi. Kuanzia leo nitakuwa nakufuatilia kila nyendo zako. Kuanzia unakulaje, unashindaje, unacheza na nani, unaongea na nani mpaka kulala yako. Nataka nijue. Sasa nimuone mtu katoka kwenye hii nyumba bila taarifa yangu. Mtanitambua. Washenzi. Dada yako alijuaje kama mimi nimeondoka nyumbani na siku ya 4 sijarudi? Mimi sijamwambia kitu chochote dada. Alijuaje? Alijuaje? Alikuja hapa muda kutuletea hela akakuta wewe haupo. Na nilikuwa nimekuletea zawadi. Hizo zawadi sikupi. Sawa Unajifanya na nilio mijuba tu. Kazi umbea. Asa hapa nilipo hapa. Naingia ndani mara moja. Natoka naondoka. Kamwambia wewe dada yako tena. Tutaona na habari sasa hivi. Wewe unajifanya mbea na uombea yako utakosa mengi. Shoga yangu wewe kama unanipa tu nipe, lakini mimi sijamwambia chochote dada. Brother. Naam ndugu wangu. Vipi uko wapi? Uko nje? Uko nje ndugu yangu, nataka nitoke. Kumbe unatoka mzee? Yeah. Sasa unajua nilisahau kukuambia muda ule. Yeah. Mimi na ratiba ya kutoka hapa na tumekaa unajua tumepiga story sana. Sijakwambia kwamba na ratiba ya kutoka ndugu yangu. Okay, kuna mtu hapa inabidi nikaonane naye. Ndio. Alafu muhimu sana. Si unajua? Kwa hiyo sijijua ratiba zako wewe zikoje ndugu yangu. Mimi ratiba zangu mimi leo ni Rugata Brand tu, yani nikitoka Rugata Brand na kurudi tu nyumbani. Okay. Sina mambo mengi. Kwa nitakupa na shemeji yako kwenda kumuonyesha ofisi ilipo na kurudi mtaani, basi kwa hiyo tutakupa tu nyumbani. Okay. Jambo zuri sana. Sasa mimi natoka lakini sitachelewa kurudi. Okay. Yeah, kwa hiyo kama unaenda ofisini mara moja hautachelewa kurudi, basi sawa, either wewe utawahi kurudi au mimi nitawahi. Usijali. Yeah. So nawatakia safari. Lakini umependeza jamani. Yaani mpaka raha naona mimi. Kawaida si unajua. Shebu umepoa. Sasa ye baadaye jamani. Basi sawa. Yeah, safari njema, Mungu atangulie. Naye pia Mungu akulinde. Haya, asante sana. Asante. Kila mpenzi wangu. Maana siku mdogo wako anakuaga anaotoka na rudi. Hivyo jana ndakutana nani? Hapana, sijatambua yeye mtoto wa kiume, unajua hawezi kukaa nyumbani. Hamna, huku na videmu vina UTI mtani kwetu. Usije vikamwambukiza. Usiniambie. Okay, basi sawa. Nimekuelewa. Hem, tuenzetu katika hili swala ambalo twende kwanza kwenye Rugata Brand. Tukapokea mizigo afu turudi jioni then tutaongea naye. Kwa hiyo mnachoongea hapa kina maana? Hapana mke wangu. Sikiliza bibi. Maana halisi wewe unatambua kabisa kwamba kinachotupeleka kilichotoa saa hizi ni kitu gani, si ndio? Hizo swala kuzungumza nyumbani sio nje. Tukisharudi tutazungumza naye. Hamna, mdogo wangu mimi nampenda, sija kauma UTI. Nimekuelewa mwana. Twende kwa jambo letu la msingi. Twende la msingi. Haya sawa, mwambie sasa. Haya sawa. Fiti. Mimi nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu kwa sababu sisi jana nimekuja. Sikulala poa kabisa, nilikuwa nawaza ukikucha tu nikuona unajua. Sababu nimekumia sana unajua. Since long time nilipokuwa nimeondoka nimeenda chuo. By the way, all that time nilikuwa nakufikiria wewe na kwanza wewe. Yaani siamini kabisa kama nimekuona. Unasema kweli? Sijapata mwanamke kweli ulipoenda huko. Maana ni mtambo. Nishaanza kuvaa. Miaka mingi. Unajua Feti, nikwambie kitu.
Utafurahi. This time nimeplani nije mpaka kwa mama nijitambulishe, unajua, kwa sababu mwanzoni haikuwa official, lakini sasa hivi nahitaji kuwa official. Kweli? Nahitaji kuwa mwanaume wa maisha yako. Yaani nitafurahi. Kweli? Nitafurahi sana. Mimi sina kupenda. Alafu promise yangu si kukufanya wewe kuwa mwanamke wa maisha yangu. Sasa sisi nikakufanya wewe kuwa mwanamke wa maisha yangu kama sitakuja nyumbani kwenu, alafu kufuata procedure zote ambazo zitanifanya mimi kuwa mwanaume official kwako. Yaani naamini mamangu atafurahi sana. Kweli? Kabisa. Unajua tena itakuwa heshima hapa mtaani. Nimejitunza sana kwa ajili yako. Kweli? Kabisa. I promise kwamba chochote ambacho kitatokea hatutarudi nyuma. Tunatakiwa tusonge mbele kwa sababu safari yetu ndio kwanza imeanza. Kweli? Smile kidogo. Ndio, tunajua mimi nakupenda. Ndio Mosi. I promise love you forever. Kila mtu anakwambia hela. Ndio maana nijaribu kumpigia mama Bina hapa ni ili niende kanipe huo mzigo hata kwa mkopo tu. Kesho nikiuza leo jioni, kesho nitakuwekea. Halo. Mama Bina. Safi ndugu yangu, vipi? Kwa ndugu yangu nilikuwa na shida. Nataka huo mzigo kama upo ndugu yangu, yani nataka gongo yani hata ya shilingi 15,000 tu shoga yangu. Afu kesho nikiuza nitakurudishia hela yako. Nikiuza tu mimi huo jioni shoga yangu, usinifanyie hivyo Mama Bina ndugu yangu. Mimi sio mtaji sina kabisa, ni useme hivyo. Basi subiri kwanza. Wewe vipi nao unanipandisha na kunishusha hiyo vipi? Vipi kuhusu nini? Bwana wewe usinifanyie kama hivyo. Mimi nataka hela. Sitaki kitu chochote hapa. Unataka hela yako tulifanya kuja kujua au? Sasa mimi nimefanya nini? Sasa nani kunizalilisha mbele za watu pale? Kwa hiyo wewe utegemea nini? Yaani wewe uje hapa uchukue mzigo wangu, alafu usinipe hela yangu mimi nikae nikuangalie tu. Na mwenyewe siku ile ulipokuja unaniambia kabisa nachukua saizi mzigo na hela yako nakuletea, siku ile uliniletea hela. Unajui ni kuna nani shoga wangu, umekuja umeanza kulopoka hata kama unanidai. Ungenisubiri kwanza. Mimi hapa sitaki maneno. Mimi nataka sasampa. Upo? Yaani sitaki kabisa maneno yoyote. Sielewi shoga yangu. Sasa wewe shoga yangu ndio hata kama unanidai, ila sio mbele za watu. Sio mbele za watu, ungenisubiri kwanza sisi nilikwambia nitaleta mwenyewe. Ndio nifuate vile juu. Tena sio kunifuata tu na kunichamba. Haya sasa umenichamba. Ulikuwa unajua niko na nani? Sasa mimi nimjue na nusu nini? Mimi sijali kumjua wala ni mimi ninachotaka hela yao. Upo? Subiri, shika hela yako, usinichane na usinifuate. Kuanzia leo hela yako hapa nakumalizia. Deni nalimaliza. Sitaki, yani sitaki. Kataba na shika hela yako hapo. Shoga yangu. Yaani shoga yangu, sasa tuachane na hayo yote. Kile kipako unajua kimekunogesha, yani umekuwa yani unajua umeng'aa. Shoga yangu umeng'aa hata. Sasa cha kufanya nikwambie, kuna kipako kingine yani konki zaidi ya kile nilichokupa shoga yangu. Upo? Shoga sitaki. Yaani sitaki kabisa, ushaniharibia mpango wangu. Iko kipako nimekuja kukichukua hadi ni yule bwana anitake. Wewe ushaharibu afu kuchukua cha nini tena? Sikitaki. Hapo tu umenidhalilisha kule. Je, nikija siku nyingine? Si mbele zako ndio kaniumbua wewe. Shoga yangu mimi na wewe tunazuliana. Sio kuzuliana. Wewe leo umeharibu. Sasa kwa nini? Udugu wangu mwenzangu mdomo tu mwenzangu. Sio mdomo, kwa nini umefanya hivyo shoga yangu? Sio vizuri. Ushaniharibia sasa. Amekuwa hivyo shoga yangu ndio umekasirika. Ulivyozalilisha. Ndio hivyo shoga, basi siji usinichanganye kwanza. Hela yako nishakupa. Nitaga bwana wewe, usichanganye. Mimi yangu nishapata na shida gani? Yaani sasa hapa lazima nikachukue mzigo wa Mama Bina, sikakata kunikopesha. Naenda na matashiti kama yote. Yaani naenda kuchukua mzigo sasa hivi hapa niende nikauze.
Maana kaa jamani, haya maisha haya sio kwa kuhangaika huku mpaka kuja kupata hela ya kuchukulia gongo. Yani naenda kuchukua sasa hivi hapa. Shapata hela tena. Chukue dumu ndani. Ndio na safari. Sasa wewe uko shuleni ulivyoenda walimu wamekwambiaje? Wale wanaambia niende nyumbani kabisa na mzazi wangu. Yaani huyu baba yeye ndo kasababisha majanga yote haya mpaka saa hizi uko hapa nyumbani. Ila hata mdana yuko bize tu na kuzurura tu. Sasa mimi natoka naenda kupata mzigo wangu. Naenda kupata gongo yangu huko juu. Ila kesho mwanangu, kukicha asubuhi tu nitakupeleka shule. Utarudi tu mwanangu shuleni vizuri, utaendelea na masomo. Sawa? Sasa sio natoka hapa na wewe unatoka. Unaenda kuzurura. Babako hayupo na mimi sipo tena, wewe tena kuswampa mtaani. Nikikukuta huko mtaani na kurusha kichula chula huko mtaani. Unanijua nilivyo akili yangu. Sasa ole wako utoke. Utulia. Feti, utambua mimi nakupenda sana. Alafu jua kitu kimoja Feti. Sasa wazazi wako wenyewe wako tayari kwenye hili jambo. Ila kwenye upande wako ndo naweka umuhimu sana kwenye hili jambo. Na kuomba Feti, hebu jaribu kufungua moyo wako hata japo kidogo tu. Sawa? Ili nikuoneshe kile nilichokuwa nacho ndani yangu kutoka moyoni mwako wako wewe. Nitafanya jitihada na yoyote au kile unachohitaji nikufanyie Feti, hebu niambie. Mimi nikufanyie. Hivi Nasi? Naam. Hivi unajua kama mimi sikupendi? Yaani sikupendi au sikutaki hata kukuona. Mimi na mpenzi wangu ananipenda na mimi nampenda. Unachoshindwa kuelewa hapo Nasiri nini? Yaani nakuchukia wewe. Haujui. Feti, afu hakuna kitu kinachoniumiza sana ukiniambia kwamba una mtu wako. Afu ukiangalia mimi nina malengo makubwa sana na wewe. Alafu kikubwa zaidi kinachokuja kutokea kwamba wazazi wako wako tayari kwa kila jambo. Ila upande wako ndio inaleta changamoto sana. Afu jua Feti kitu kimoja. Mtu sahihi kwako huwezi kumjua hata siku moja. Nipatie nafasi hata japo kidogo tu. Sawa? Au niambie nini nikufanyie. Ili utambue kwamba mimi nakupenda kweli. Hebu nionyeshe basi kitu kidogo, yani kitu kidogo tu ndani ya moyo wako na mimi kuonyesha moyo wangu kwa jinsi kulivyo. Wewe, hebu nisikilize. Kwanza habari ya kutoka huko ulikotoka na miguu yako mpaka nyumbani kwa mama yangu, kujichekesha pale ili mradi tu upate urahisi kunipata mimi. Sasa nisikilize. Mimi siwezi kuwa mwanamke wako wala kuja kuwa mkeo. Unapoteza muda wako tu. Mimi nampenda sana Mozi. Unanisikia wewe? Tena siku nyingine ukiniona usinishobokee. Feti. Huyu mwanamke ananiumiza sana kichwa changu. Tumwe. Kwa unapita tu hapa bila hata kunisalimia? Sikuna mtu hapa mzee Kiza. Ala. Shikamoo. Shikamoo yani. Alafu wewe. Ole wako nakwambia. Lazima uolewe ili mama yako hakikishe afanikiwe. Kutokana na wewe unapolewa. Unashindwa kuolewa wewe? Wewe mko mtukutu kwa sababu gani? Huyo anakupa nini? Unashindwa kuolewa, unasio kumsikiza mamako. Unanipita tu unashindwa kuniamkia mamako msikizi, mtoto jeuri. Ole wako usiposikiliza kauli ya mamako. Na mamako lazima afanikiwe. Wewe lazima uolewe. Haya, kwenda, toka.
Kwani rafiki yake mama ana nini? Na kwa nini wananishinikiza niolewe na Nasri mapema hivyo? Maana hata simuelewi leo. Mara anatokea, mara anapotea. Na leo kimenitokea kitu kile kile. Ghafla tu anaonekana. Nashindwa hata kuelewa. Inabidi nimwambie Morris tuoane mapema sana. Ili hicho kitu chao kifeli.